Kivipi? Simba wamezuiwa kufanya mazoezi. Ndio. Swali linakuja, na nani? Watu wanakwambia kuna ni baadhi ya makomando wa Yanga. Sawa. Makomando wa Yanga. Twende kwenye mgawanyo wa majukumu na katiba ya klabu ya Yanga. Kuna sehemu wanatajwa watu, ama kuna sehemu katika muundo wa kimajukumu wa watu wanaainishwa kwamba wapo na wanatambulika? Hapana. Hapana. Kwa hiyo unagundua ni kikundi cha wahuni ambao wana mapenzi makubwa na klabu labda, na hao wako pande zote. Wana mapenzi makubwa na klabu, wanatengeneza uwakili ambao sio rasmi wa kuitetea klabu katika maeneo ambayo sio rasmi, na matokeo yake hawa watu ndio ambao wanatajwa kama mabouncer, si ndio? Makomando. Je, uongozi wa Yanga unajulikana? Swali, wao waliwatuma? Hilo ni swali la pili. Kwa sababu tumeuliza na nani amewazuia Simba, wamesema makomando. Nikauliza kule Yanga wanatambulika? Mwisho wa mwezi kuna chochote wanapokea? Kwenye kamati zao za kiutendaji za Yanga hao mabwana wanatambulika? Kama hawatambuliki, wanafanya vile wakiwa wametumwa na nani? Huwezi kuniambia watu waliojiunga wenye mapenzi tu na klabu moja wanaweza kwenda kukaa sehemu moja, wakachukua gari wakaenda wakakaa sehemu moja, wakawavizia Simba wanataka kuingia uwanjani, waende wakawazuie. Katika nchi yetu hivyo ni vitu vya ajabu kabisa ambavyo tunaweza kuvifikiri katika uhalisia kwamba vinaweza kutokea bila kutumwa na mtu yoyote. Kwa sababu pale walikuwepo polisi. Ndio. Kulikuwepo kuna uongozi wa uwanja wanaosimamia uwanja. Ndio. Polisi wanawezaje kuwasikiliza watu ambao sio official kutoka kwenye klabu pinzani? Je, tukisema kwamba labda watu kuna nguvu sehemu wanaipata, tutakuwa tunakosea? Hapana. Unaona kabisa kwamba kuna shida sehemu ambayo huwezi kuiona katika mazingira ya kawaida. Yaani kwa hawezekani, hao sio vichaa. Wanapokuja mpaka pale wanazuia kwamba Simba usifanye mazoezi katika mifumo rasmi na kanuni na haki ipo pale inaonekana. Lazima watu kuna anayewapa kiburi. Sasa huyu ambaye anawapa kiburi ndio ambaye hatujamuona katika picha halisi. Lakini nyuma ya pazia, maana kwa sisi Waswahili tunasema ukimsikia kasuku anatoa milio ya matusi, usihangaike, angalia geti analofugiwa. Inawezekana humu ndo watu wanazungumza matusi. Kwa hiyo kama hao wanafanya vitu hivi, inawezekana kunaye mtu nyuma ya pazia, aidha ndani ya klabu ama nje ya klabu, kwamba kuna watu ambao wanaipenda timu katika kiwango ambacho wako tayari kufanya lolote kama nilivyosema mwanzo. Okay, lakini hapo Deo, inasemekana kwamba Simba wakati wanataka kwenda kufanya mazoezi hawakutoa taarifa kwa nani? Kwa timu mwenyeji wa uwanja. Sawa. Timu mwenyeji wa uwanja hajapewa taarifa. Yeye timu mwenyeji alichukua hatua gani? Alizuia kwa sababu nani alimtuma nani akazuia? Ndio hapo tunapokuja sasa. Wewe unataka kusema kwamba Yanga waliwatuma wale mabouncer. Sasa mimi nasema kama ni Yanga wamewatuma, wale watu wanatambulika. Kwa sababu mzozo unakuja hapo. Ushaelewa vizuri? Yep. Mimi nilitarajia nione watendaji wa Yanga kabisa ambao wanajulikana ndo waende pale, ili hiyo sentence yako ipate nguvu kwamba Yanga wenyewe walikuja. Na alikuja nani? Alikuja fulani ambao tukiwatizama katika jedwali la majukumu pale klabuni unawaona. Lakini unapotuma watu ambao hawajulikani official, tafsiri yake ni unataka kutengeneza sintofahamu, kama ndivyo ambavyo wewe unasema. Lakini kama sivyo, tunabaki na sentence kwamba wale ni wahuni. Kwa sababu hawakutumwa na klabu. Kama kuna sehemu klabu wamesema walituma watu, tuambizane. Lakini kama klabu haijatuma watu, ina maana tutakubaliana wale ni wahuni. Sasa wahuni wanapewaje nafasi na nguvu katika kiwango ambacho wanaweza wakazuia shughuli halali zisifanyike? Swali langu ndo linakuja hapa. Sasa ni lazima tufike hatua mamlaka za michezo nchini zihakikishe zinaondoa hawa wahuni katika maeneo yote ya michezo. Tulianzia mbali. Kuna kipindi hawa wahuni walikuwa na uwezo wa kuteka timu miaka ya nyuma. Bwana wewe. Walikuwa wanaweza kuteka timu na ondoka naye na hakuna wa kuwafanya chochote. Wameondoka kule, sasa hivi wamebaki magetini kwenye matukio kama haya. Haya yanatushusha.
yanapoteza watu, wanapoteza mali zao, wanapoteza mitaji yao na vitu vingine kama hivyo. Kwa msimu huu tu wenyewe, mimi nimekuwa nafuatilia ligi yetu, nikagundua kwamba ligi yetu kuna jinsi ambavyo tunacheza mechi nje ya uwanja zaidi kuliko ndani ya uwanja, na kulingana na tension iliyopo msimu huu kwenye ligi, kwenye vita hivi vya kupata mafanikio, tumepelekea nguvu kubwa kutumika huko nje. Embu fuatilia makosa ya waamuzi. Sitaki kuoanisha kwamba makosa ya waamuzi yanachangiwa na hizi timu tu zinazotaka ubingwa. Kuna uzembe wa waamuzi na nini, lakini kuna muda napata hisia kwamba yawezekana hawa waamuzi saa nyingine wananunulika hawa. Napata hisia, sio kwamba ni bahati mbaya, yani unatizama jinsi matokeo yanavyopatikana hususan hizi timu zenye ushawishi zinapokuwa zinacheza, unapata wasiwasi. Lakini tufuatilie vitu vilivyotokea nje ya uwanja. Mfano, Simba wamekuwa wahanga wakubwa pia katika hili. Tokeo la jana ni kama la tatu msimu ya. Walikuwa Mwanza pale. Litokea songo mbingo kuhusiana na wao kwenda kufanya mazoezi. Yaliyozungumzwa pale yalizungumzwa mengi sana. Na mwisho wa siku tunajua nini kilitokea. Mechi ile na Pamba Jiji. Of course, yeah. Wakarudi Dar es Salaam, kulikuwa kuna mechi nyingine inafanyika KMC kama sikosei. Yeah. Ambapo muda ambao walikuwa wanataka kwenda kufanya mazoezi, KMC nao wakapeleka timu. Kama mwenye uwanja sasa. Yeah. Ni bahati mbaya. Okay, kama ni bahati mbaya, mbona inatokea mara kwa mara dhidi ya timu moja? Unapata wasiwasi. Kuna mtu anachezesha nyuma ya pazia. Kuna watu basi wanachezesha. Hiyo hiyo timu ambayo sio timu. Mimi sitaki kusema timu. Kuna watu. Yaani ukisema timu ina maana kwamba unaijua. Inawezekana kuna watu, hawa watu hawapo hata katika mfumo wa uongozi wa timu yoyote, ila wanaipenda tu timu nyingine, kwa hiyo wanaitengenezea tu mazingira. Vitu vya kawaida. So, nimekwambia kuna sehemu mtu anaweza kwenda kulala makaburini kwa ajili ya ile timu yoyote ambayo anaishabikia yeye ili ipate ushindi. Hao wanakuwa hawatambuliki na viongozi wa timu. Of course, yeah. Wanafanya kwa mapenzi. Sasa yale mapenzi sometimes yanaweza yakapelekea hatua klabu ikawa inachafuka nyingine. Kwa sababu yale mapenzi yanakuwa yamepitiliza. Sasa Simba wamekuwa wamekuwa wahanga wa hizi scenario. Yeah. Of course jana juzi ile wameporwa haki yao kabisa ya kikanuni ambayo ilikuwa iko wazi. Lakini kunyimwa sehemu ya kufanya mazoezi, hakufanyi mechi sichezwe. Hiyo ni hoja nyingine. Na Simba wawashukuru bodi ya ligi kwa wao kuja na maamuzi ya kuiahirisha ama kuisogeza mechi mbele. Vinginevyo walikuwa wanaingia hatiani kugomea mchezo. Hakukuwa na kanuni ambayo inakwambia ukinyimwa kufanya mazoezi katika uwanja wa mchezo basi mechi unaruhusiwa kuikataa au usiende. Hamna kanuni inayosema hivyo. Yeah. Kwa hiyo baada ya bodi ya ligi kuja kuna na ule waraka wa kuifuta mechi, Simba wakawa wameescape katika hiyo adhabu ambayo mfaidika angekuwa Yanga. Sasa hapo kwa Simba kugomea mchezo, mfaidika angekuwa Yanga. Nakumbuka Machi 1900 kama 69 hivi Simba alishagomea mchezo, Young Africans wakapata ushindi wa point 3 na goli 3 katika mazingira kama haya. Lakini Simba walikuja kutakaswa na ile ripoti ya bodi ya ligi. Hata kama nakubali kwamba hawa muda wa mchezo ulikuwa haujafika, ilikuwa ni taarifa tu. Inawezekana labda baada ya muda fulani wangebadilisha maamuzi wakaenda uwanjani. Sasa inawezekana bodi ya ligi umefika wakati kuunusuru mpira wetu na vitendo vya kihuni kutoka kwa wahuni ni kuimarisha zile kanuni. Ngoja, sawa, lakini bado kanuni zipo leo. Kanuni hazina nguvu ya kutosha. Kwa mfano sasa hivi tuseme inakuja sheria ambayo inasema bana wewe ndugu yangu ukimtoa mtu uhai utalipa 20,000 uwe huru.
Si ni sheria hiyo imewekwa tuseme. Yeah. Tuseme ni sheria. Ni sheria au ni kanuni? Tuseme imewekwa wao, ukimtoa mtu hai unalipa 20,000 unaenda zako. Of course itakuwa inasoma pale sheria ipo na inafanya kazi. Lakini hiyo sheria kwa kiwango gani inatibu tatizo?